Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Asubuhi nyingine tena hii tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa wema wake aliotupatia. Ametuleta tena nyumbani mwake kwa ajili ya ibada katika nyumba yake takatifu, na ametupatia nafasi ya pekee ya kukutana katika ibada ya asubuhi hii ya leo. Asante sana dada kwa wimbo mzuri ambao amemtukuza Mungu asubuhi ya leo. Hebu na tuombe tena. Baba mtakatifu, Jehova mfalme wa mbinguni, asubuhi ya leo tulikuja na haja za mioyo yetu katika maombi yetu ya kwanza, na kwa sababu ya ulinzi na upendo wako wa pekee uliotutendea, imani yetu ni kubwa mbele zako ya kwamba kila maombi yaliyoletwa na watoto wako yamepata kibali machoni pako sawasawa na neema yako. Kwa hivyo mfalme, asubuhi ya leo kwa muda huu na dakika hizi chache, utupatie tafakari ambayo itaondoka nasi asubuhi hii, na hata wale wanaotufuatilia katika familia zao, neema yako ikawe pamoja nao. Asante kwa kusikia maombi yetu, na mapenzi yako yatimizwe. Ndivyo tunavyoomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wapendwa, katika maisha tulio nayo upo uzoefu ambao kila mmoja wetu anaweza kuwa amewahi kuupitia kwenye maisha yake. Uzoefu wa mwanandoa aliyeoa ama aliyeolewa na Mungu akawajalia wameishi kwenye ndoa zaidi ya miaka 10 sasa. Wengine wapo zaidi ya miaka 20 kwenye ndoa yao. Kuna uzoefu ambao mara nyingi sio rahisi sana kuuzoea, kuuchukulia, kwa sababu ya mazoea ya hawa watu kwenye maisha yao ya ndoa wanaoyaishi. Uzoefu ambao kwa miaka yote ya maisha yako ya ndoa, ama uzoefu wa kijana ambaye hajaoa na kuolewa, lakini amekuwa na rafiki yake ambaye wameishi kwenye urafiki wao zaidi ya miaka 20. Kwa hivyo wamezoeana kiasi kwamba hakuna jambo lolote ambalo wanaweza kuhitaji kusaidizana kwa kila mmoja, halafu wasitendeane kwa mahitaji yale ambayo ni chanya wanaoyahitaji kwenye maisha yao. Lakini uzoefu wa mahusiano yao huingia kuwa na maswali wakati ambapo inatokea hali mpya ambayo hawajaizoea kwenye mahusiano yao. Kwa mfano, mwanandoa ambaye amekuwa na historia ya kuzoeana na mwenzi wake anakuja kupitia uzoefu wa siku ambapo ametoka kazini kwake, huenda wafanyakazi wenzake kule ofisini ama kwenye biashara yake aliyonayo, amekutana na jambo ambalo limemuumiza moyo kiasi kwamba anahitaji faraja kwa mtu aliyemzoea. Halafu anapofika kumweleza mtu aliyezoea kumpatia faraja kwenye mapito anayoyapitia, anamuuliza na kumweleza kitu alichokipitia kazini kwake. Lakini majibu ya mtu aliyezoea kupata faraja kwake yanatokea majibu ambayo hakuwahi kuyatarajia. Hebu sikiliza mfano huu wa Geoffrey. Geoffrey alikuwa ni kijana wa miaka 37, wa miaka 27. Geoffrey anaeleza, anasema, nimezaliwa katika familia ya wazazi wawili wa baba na mama.
na mimi ni mtoto pekee katika familia hii. Baba yangu aliwekeza pesa nyingi kwa ajili ya mafanikio ya baadaye ya maisha yangu. Anasema hata nilipokuwa nikitoka shule na ninaporudi nyumbani, ilikuwa ni kawaida ya baba yangu kunichukua kutoka nyumbani na kunipeleka nje ya familia yetu kwa ajili ya matembezi. Na hakuna chochote ambacho nilichohitaji kwa baba ambacho hakuwa tayari kunisaidia kila nilipohitaji jambo fulani maishani mwake. Geoffrey anasema nilipomaliza masomo yangu ya chuo kikuu, niliporudi nyumbani, baba akiwa na furaha siku aliponipokea nimemaliza masomo. Nilipitia uzoefu mgumu usiku mmoja ambao siwezi kuusahau kwenye historia ya maisha yangu. Ni ule usiku ambapo tuliketi na baba yangu sebleni, nikimweleza juu ya mafanikio ya shule niliyoyapata, nikieleza jinsi ambavyo baba na mama wamechangia mafanikio yangu katika elimu yangu. Lakini katika maongezi yangu yote na baba yalichukua muda wa lisali 1.5. Lakini katika hayo yote sikumsikia baba akijibu chochote kwenye maongezi yetu tuliyoyazungumza. Na hapo nilimuita baba zaidi ya mara 3, nikamuuliza, baba, mbona umekuwa kimya, hutaki kunijibu? Geoffrey anasema baba yangu hakuonyesha reaction yoyote hata ya kurespondi kile ninachomuuliza. Baadaye nilichukia, nikaondoka kwenye kikao cha mazungumzo ya baba yangu. Nilikwenda kulala nikiwa na hasira. Asubuhi kulipokucha, nilimtazama baba yangu usoni, akaniuliza swali moja, mwanangu Geoffrey, una amani moyoni mwako? Anasema kwa hasira ya mazungumzo ya usiku uliopita, nilimjibu baba yangu kwa hasira, sijisikii kuwa na mazungumzo nawe. Kwa nini uliamua kukaa kimya nilipokuwa nikikueleza mapito na furaha niliyoipata? Baba yake Geoffrey aliinuka mahali alipokuwa ameketi. Wakati Geoffrey anaambiwa, yeye alikuwa amesimama. Baba yake Geoffrey aliinuka na kumkumbatia mtoto wake, akimpiga mgongoni. Geoffrey anasema sikuelewa alichokuwa anafanya baba kwa sababu ya tukio lililotokea jana usiku. Baba yangu akaniambia, mwanangu Geoffrey, niliwaza sana, nimekusaidia kwa miaka yote ya masomo yako chuoni, na sasa umemaliza chuo na huna kazi yoyote ya kufanya, na umri wangu umekwenda, nawe ni mtoto pekee kwenye familia yangu. Ukimya wangu nilikuwa ninatafakari thamani ya elimu ya mwanangu aliyoipata itamfaidia nini maishani mwake, na mimi kama baba yake ni nini ningemfanyia ili kiwe kumbukumbu ya elimu alichokipata. Baadaye akamwambia, kwa sababu ya makampuni ambayo niliingia kama shareholder na wengine niliokuwa nao, nimeamua kuondoa jina langu kama moja wa mamiliki wa hayo makampuni, na jina lako liingie kama shareholder mpya, ili wewe ufaidi kile nilichowekeza kwa maisha yangu ya siku zote. Geoffrey anamaliza anasema, machozi ya furaha yalidondoka miguuni mwa baba yangu nilipogeuka nyuma. Wakati baba ananiachia kutoka mikononi mwake, nilimkuta mama ameshikilia hati za makampuni yaliyoandikwa jina langu. Anamaliza anasema, ni furaha yangu kumwona baba yangu katika ukimya wake akinitengenezea future ya maisha yangu leo na hata watoto wangu wanaokuja. Habakuki anaandika jambo gumu, wapenzi marafiki zangu, katika kitabu cha Habakuki sura ya 1 aya ya 13. Anaandika anasema, wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu, wewe
wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya, hapo mtu mwovu amezapo mtu aliye mwenye haki kuliko yeye? Sasa Habakuki anapitia uzoefu ambao anaingia kwenye uzoefu mpya ambao hajawahi kuupitia nyakati zilizopita kwenye mahusiano yake na Mungu. Habakuki anawaona wenye haki wakidhulumiwa na waovu. Habakuki anawaona waovu wakineemeka mbele ya wenye haki na kuwaonea kiasi kwamba alitamani waovu, Mungu asiyependelea, asiyependa watoto wake kuonewa. Mungu aliyesema yeye usilipize kisasi, mimi ndiye ninayelipiza kisasi juu yako. Mungu anayeelezwa kwenye Zaburi ya kwamba yeye Bwana ataketi juu ya kiti chake cha enzi na kuwacheka maadui zako. Mungu anayeelezwa kwenye Zaburi ya kwamba yeye Bwana huwainua wanyonge, kuwatoa chini na kuwaketisha na wafalme. Habakuki ana uzoefu na Mungu asiyekubali kuonewa watu wake. Lakini muda huu Habakuki anamuuliza Bwana, wewe ni Mungu usiyekubaliana na uovu. Wewe ni Mungu usiyekubaliana na waovu kuwatendea hiana wenye haki. Lakini angalia waovu basi Bwana, mbona wanafanikiwa na kuwatendea wenye haki, alafu Bwana umekaa kimya? Marafiki zangu wapendwa, asubuhi ya leo, si mara zote katika ukimya wa Bwana nilipoomba kwa muda mrefu, si mara zote katika ukimya wa Bwana anapoamua kukaa kimya anamaanisha hashughuliki na ajenda zile nilizompelekea. Huu sasa ni mwezi wa 3 na tunakwenda mwisho wa robo ya kwanza ya miezi mitatu kati ya miezi 12 ya mwaka mzima. Upo mzigo ambao nimekuwa nikiupeleka kwa Bwana kwa miezi hii mitatu, na wakati mwingine nilikuja mbele ya hekalu la mbele ya kanisa la Mungu nikileta haja za moyo wangu, nikileta maonevu ninayoonewa kwenye ndoa, nikileta maonevu ninayoonewa kazini, na nikatiwa moyo ya kwamba kila ombi la mwenye haki Bwana hulisikia. Ulijisikiaje ulipoleta maombi mbele za Bwana na ukaamini maadui zako walio watesi wako Bwana angewanyamazisha uwe na amani? Lakini kadri ulivyoleta maombi mbele za Bwana ndivyo maadui walivyoinuka mara 2 zaidi. Hebu naomba nikupe uzoefu mgumu na mbaya kwenye maisha ya kiroho. Kadri ninavyomkaribia Mungu ndivyo adui anavyoongeza silaha za moto kwenye mapito yangu. Kadri ninavyopata muda wa kuomba ili Bwana aninyanyue kwenye vita ninavyovipitia, ndipo Mungu anapomthibitisha Elisha kwenye imani na kuyaruhusu magumu, alafu Mungu amekaa kimya kana kwamba hayupo. Ukimya wa Mungu ni dhahabu kwa watoto wake. Na kuna wakati pale kazini, rafiki yangu mtazamaji unayetufuatilia kutokea mahali ulipo, kuna mtu mmoja amekuwa mwiba kwako kiasi kwamba kazini ukiona ofisi yako tu mahali unapofanyia kazi unatamani jua lizame au apate ajali afe, kwa sababu ndiye kitanzi kwenye maisha yako. Na Mungu amempa sana kusurvive huyo mtu kazini, na sasa ni mwaka wa 15 na hana dalili ya kuondolewa. Usikate tamaa.
Kwa kadri unavyomsogelea Bwana ndivyo adui anavyokusogelea zaidi. Mimi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maadui zako na wangu kwenye maisha yako, kwa sababu wasingekuwepo, usingekuwa na uzoefu wa kukaribia miguuni pa Bwana. Kuna muda Mungu amewaacha wa kuchochewa kukatishe tamaa, ili Bwana utakapomwendea akakutetea, furaha ya moyo wako iinuke na Bwana atukuzwe kwenye maisha yako. Ukimya wake una tafsiri kubwa ya ajenda yako unayoishughulikia. Kesho, kwa kadiri Bwana atakavyotujalia kwenye program zetu za maombi, utakuja uelewe kwamba kuna muda baba yako aliamua kukupotezea. Halafu baada ya wewe kusahau zaidi ya miaka 2, akaja akatenda jambo ambalo akili yangu na yako ikasema, mbona kama hii ajenda niliomba miaka 10 iliyopita Bwana amejibu leo? Alinyamaza kwa sababu kuna alichokuwa anakifanya. Asubuhi ya kesho tutatafakari juu ya ukimya wa Mungu sehemu ya 2, Yesu na mwanamke mzinzi aliyekamatwa kuletwa miguuni pake. Na hapo ndipo nitakapomkuta Elisha, mahusiano yake na watu, mahusiano yake na Mungu wake, tafakari ya Mungu kwenye maisha yake na mahusiano yake, na kuamini Mungu anaweza kufanya nini anapokaa kimya. Lakini asubuhi hii tunapokwenda makazini kwetu, je, kwa nini Mungu miezi 3 ya robo ya kwanza katika miezi 12 inapita mbele zangu na maombi yangu niliyoyaleta kwa muda mrefu ni kana kwamba Bwana haupo? Moja ya waandishi maarufu wa vitabu, yupo mchungaji anaitwa Melvin Maxwell, ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ameandika kwenye kitabu chake kimoja kinaitwa God Scare, kama sijakosea, ukurasa namba 92. Anasema hivi: maombi mengi ya Wakristo wameomba kwa muda mrefu na anasema wameomba kwa muda mrefu, na wengi kati yao wana uzoefu mgumu wa kutokujibiwa maombi yao kwa kadri walivyohitaji baada ya kuomba kwao. Melvin anasema hivi: wengi wetu tunapokwenda kumwomba Mungu, hatuanzi na kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Wengi hupeleka shida zetu na ndipo mwishoni utambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Ukweli ni huu. Kuna siku moja nilivurugwa, na nilielewa kwa maisha Bwana kuna kuvurugwa. Siku moja nyumbani kwangu kuna kitu nimekipitia zaidi ya mwaka 1.5. Sasa kila siku nakwenda kuomba, naona kama mzee kapotezea, hataki kujibu. Baadaye nikaenda kwenye chumba changu mahali pa kwenda kuomba, na kwa kweli siku ile maombi hayakuwa maombi ya kumbembeleza. Yalikuwa ni maombi ya kudai ahadi, lakini yaliyojawa na lawama kibao kwenye yale maombi. Nimeomba hadi bwana mdogo wangu akaja akasikilizia mlangoni. Nimemaliza kuomba na niulizaje, bro, kwani ulikuwa na shida gani? Nikasema wapi? Uko chumbani kwako. Anambia si nilikuwa naomba. Sasa ananiuliza, unaombaje hivyo? Mbona unaomba kama unamfokea Mungu? Nikamwambia moyoni, sikumwambia, nikamwambia huyu siku moja likimpata nafikiri na yeye atapiga kelele kama mimi.
Ila baada ya kuomba, ukweli ni huu, after 3 days wapendwa, Mungu akaikumbuka haja ya moyo wangu. Tumeenda bwana mdogo na yeye kazini akaudhiwa, kazurumiwa pesa. Siku hiyo karudi nyumbani kanyongonyea, akamwambia dogo vipi? Anasema kawaida tu. Akamwambia kawaida, mbona umekuja leo umenuna? Kawaida tu. Nikaacha. Asubuhi yake kabla hajaenda kazini nikasikia chumbani kwake. Sasa yeye alizidisha, afadhali hata ya kwangu kidogo ilikuwa na stamina. Ya kwake ilikuwa ni lawama. Baadaye nikaenda nikamgongea mlango kwa nguvu, ngongongongo. Unajua akasemaje? Niache bwana, mimi naomba bwana, ngoja nimalizie. Amemaliza kuomba, anambia haya, kwa Mungu umemfanya kuwa kiziwi asikie hadi tupigie kelele. Unajua akasemaje? Wewe mbona blona uliomba hivyo na Mungu akakujibu? Nikamwambia kwa mimi uliniona siku ile naomba napiga kelele, kumbe limekupata na umerudia. Sasa cha ajabu ni hiki. Bwana mdogo yeye ana uzoefu wa maombi yake, akiona mzee hashughuliki nayo anaenda kupiga kelele chumbani kwake, na kwa kweli akitoka Mungu ametenda jambo kwenye maisha yake. Hatuwezi kufanana kumwelekea Bwana. Melvin anatia moyo, anasema hivi, basi Wakristo badala ya kulalamika katika mahitaji yao, wangeliomba maombi kama ya Danieli. Maombi ambayo Danieli anajua anahukumiwa, lakini anatanguliza shukrani na kwa Mungu wake, na Mungu anatenda jambo maishani mwake. Bwana akutendee mema katika asubuhi ya leo. Ukimya wake baba yako, kuna ajenda anaishughulikia. Itakapokamilika, automatically moyo wako utapokea furaha ya kile Mungu alikiandaa kwa ajili ya maisha yako. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia.
Baba yetu na Mungu mtakatifu, mfalme wa mbinguni, asante kwa neema yako na upendo wako wa pekee asubuhi ya leo. Ni kweli kama tulivyoimba katika wimbo huu, kila saa na kila siku za maisha yetu, mioyo yetu inapata furaha mno tunapohakikishiwa na neno lako kwa kuamini ya kwamba yuko Baba mbinguni na duniani wapo watu wake aliowaridhia. Na tunapoleta haja za mioyo yetu, mfalme, wewe ujuaye kushughulika na ajenda za watoto wako, umekuwa kwetu Mungu mwaminifu na Baba mwenye haki tangu miaka yote. Tumebeba shuhuda nyingi kwenye maisha yetu. Tulikuomba mfalme, uliyajibu maombi yetu. Ni kweli mfalme, kuna nyakati Baba unanyamaza kimya, ni kana kwamba kuomba kwetu kunaonekana kufai machoni pako. Lakini siri hii ambayo umeanza nasi leo kutueleza ya kwamba hata waovu walipowatendea hiana wenye haki, wewe Mungu umekuwa na hali ya kunyamaza. Utufundishe kuyafahamu mapenzi yako, ili mioyo yetu ikawe miepesi mbele ya mapito yetu magumu tunayoweza kuyapitia. Lakini usikawilie kutujibu, kwa sababu unatufahamu sisi ni wanyonge, tunaweza kushindwa kustahimili kuutazama uso wako. Utujilie hata leo asubuhi hii tunapoingia makazini, utujilie mfalme. Asante kwa malaika watakatifu uliowatuma makazini mwetu hata kabla tujaondoka. Tunaomba utusindikize, twende pamoja kazini. Na leo Baba, kama utatutendea mema, utakuwa kwetu Mungu milele, na sisi tutakuwa kwako milele wanao. Nenda nasi kwa hatua zetu hizi, kwa kuwa tuna imani wewe ni muweza na utafanya yote kwa utukufu wa jina lako. Uwalinde watu wako, uwapatie furaha makazini mwao. Lakini hili Yesu, ulitende kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba ujibu maombi ya mtu mmoja kati yetu aliyesimama hapa, ambaye mzigo wake umekuwa mkubwa machoni pako. Leo mtendee hivyo, ili amani ya moyo wake ikatulie sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante mchungaji Elisha, Bwana akubariki sana.